Miaka 10 ijayo, sisi kama Benjamin Mkapa kupitia wizara yetu ya afya tunapenda kuiona hospitali yetu ya taifa la kwanza kabisa ikiwa ni kijiji kwa ajili ya tiba utalii. Ili eneo ambalo mnaliona la wazi kule, nimezungumzia maeneo ambayo tunaenda kuyajenga taasisi au vituo vya umahiri kwa ajili ya kupandikiza figo, kupandikiza uloto. Tutakuwa pia na center kwa ajili ya matibabu ya macho, matibabu pia ya ubongo, matibabu ya moyo na huduma zingine. Hosteli za kuwepo pia kwa ajili ya ndugu wa wagonjwa ambao wanakuja kutembelea huku, wanafunzi wanaokuja kufanywa mafunzo. Kwa mwisho wa siku tutakuwa na huduma ambazo ziko chini ya roof moja, under one roof, ambao sisi tunaita medical tourism city au village. Sasa hicho kijiji kitamwezesha mwananchi Mtanzania aweze kuhudumiwa huduma karibu zote katika eneo moja badala ya kuzunguka, katika ubora huo huo ambao haumfanyi aweze kutoka hapa au kwenda nje. Lakini pia ita attract medical tourism, utalii wa matibabu. Hili tutashirikiana sana na wenzetu wa Chuo Kikuu cha Dodoma kwa sababu tuko karibu, na unapokuwa na chuo kikuu kipo ndani ya hospitali kama sisi ni advantage. Kwa sababu chuo kikuu kinasaidia kuhakikisha kwamba tunatoa huduma kupitia misingi standards ambazo zinatakiwa, lakini pia tunafanya tafiti na ubunifu na kushirikiana na mambo mengi. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, ninaiona hospitali ya Benjamin Mkapa miaka 10 ijayo kuja kufikia iko well digitalized. Ile ni swala ambalo ningependa kulisema. Iko katika level ya juu. Sasa hivi Wizara ya Afya kupitia waziri wetu, digitalization ni moja wapo ya agenda yake kubwa. Kuifanya hospitali iwe very smart hospital kwa kifupi. Na kisema smart hospital nazungumzia hospitali ambayo iko digitalized kama ilivyo smartphone. Vitu vingi vinaweza vikafanyika, mgonjwa akapata huduma bila kutumia sana binadamu. Mfano, kuna huduma ambazo tutazianzisha zikiwa na teknolojia ya kisasa kama robotic surgeries. Ukiacha hizo nilizozisema, huduma ambazo tayari tumeshazianza tuzipanua zaidi za upasuaji wa matundu, laparoscopic procedures, badala ya kufungua sehemu kubwa. Lakini pia kutakuwa na center za ajili ya macho, kwa ajili ya moyo, kwa ajili ya upandikizaji wa viungo mbalimbali na kwa ajili ya mafunzo mbalimbali. Kwa hiyo tunategemea tukiwa katika huo mfumo ambao uko well digitalized, baadhi ya huduma zitakuwa hata gharama itapungua, lakini pia zitakuwa na ubora mkubwa na matokeo mazuri kwa wananchi ambao wanategemea. Lakini pia kitu ambacho naiona hospitali kwa hii miaka 10 inayokuja tena mbeleni ni kupanuka kwa huduma zaidi. Zitakuwa nyingi zaidi. Kutoka kwenye 17, ningewishi baada ya miaka 10 tuzungumzie huduma za kibingwa bobezi pengine hata 30. Bingwa bobezi sio 17 tena. Hasa tuko katika mikakati ya kuanzisha huduma nyingine za kibobezi kama za upandikizaji wa ini, upandikizaji wa mapafu, vile kwa upandikizaji wa uloto kwa ajili ya huduma kama za kansa au upungufu wa damu mwilini. Kwa hiyo hilo ni eneo ambalo pia tunategemea miaka 10 ijayo tutakuwa na huduma zimepanuka zaidi.